kwanza wamtumainio Bwana ni kama milima Sayuni, ambao hautatikisika wakaa milele. Kama neno kama maanake ni kwa sababu, anatoa maana ya wanayemtumainia Bwana hawatatikisika. Kwa nini hawatatikisika? Kwa sababu, mstari wa pili, milima ilivyozunguka, kama milima inavyozunguka Yerusalemu ndivyo Bwana anavyo. Maana yake kama milima ilivyozunguka Yerusalemu ndivyo Bwana anavyowazunguka wale wanayemtumaini. Yerusalemu ulikuwa umezunguka na milima. Kwa hiyo mwandishi alipokuwa anaandika alikuwa anaangalia mazingira, na wakati anaangalia mazingira, Roho Mtakatifu anatumia mazingira yale yale ili wale watu wanayepelekewa ujumbe waelewe kwa urahisi. Kama ile nyumba inavyozungukwa na ukuta. Sasa Yerusalemu ilikuwa imezungukwa na milima, na sasa wakati mwandishi anaangalia ile milima ilivyozunguka, na Roho Mtakatifu anamwambia andika, wale wamtumainio Bwana hawatatikisika kwa sababu Mungu amewazunguka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amewazunguka. Amewazunguka kwa maana gani? Maana yake anawalinda. Kwa hiyo ndio maana tunasema changamoto, unapoweka tumaini lako kwa Kristo, changamoto hazitakusumbua kwa sababu unayetumaini kwa Bwana na yeye ameweka ulinzi kwako, amekuzunguka. Sio kwamba maadui watakupiga, watakupiga, lakini unaye ulinzi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watakupiga, watakutakia mabaya, wengine hata watakuloga, wengine watakufanyia mabaya ili usisonge, lakini at the same time wanakufanyia mabaya. Mungu amefanyaje? Amekuzunguka. Mungu amekufanyaje? Amekuzunguka. Hivi unaelewa neno Mungu? Mwanzo 1:1. Neno Mungu Elohim manake ni mwenye uweza, mwenye nguvu. Sasa imagine unazungukwa na mwenye uweza. Je, swali, ni mchawi atakusumbua? Ni mshirikina atakusumbua? Ni changamoto gani zitakusumbua? Umezungukwa na mwenye uweza. Zaburi ya 34 mstari wa 7 maandiko yanasema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Nataka uone Mungu alivyo mkuu juu ya wanayemtumaini. Zaburi ya 34 mstari wa 7